pia kimemchagua Chama cha Mapinduzi mzee wangu Agrey Mwambi, naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Bara. Kwa kweli mzee yule mnamjua historia yake, amekuwa naibu waziri, amekuwa mkuu wa mkoa na amekuwa msafi, lakini pia pamoja na kustaafu kwake ameendelea kukipigania na kukisimamia Chama cha Mapinduzi. Amekuwa akitoa mafunzo katika maeneo mbalimbali na hakuchoka kwa kweli. Chama kikaona mchango wake bado unaendelea, kimemteua tena, amerudi kwenye secretariat ya halmashauri kuu ya taifa kwa naibu katibu mkuu wa CCM Bara. Lakini pia ndugu yangu jamani, baada ya kumaliza uchaguzi wa 2025 amekosa uongozi, lakini bado amekuwa mtiifu kwenye chama chetu, amekuwa akitoa ushauri, amekuwa yani hakuendeleza kitu chochote makundi wala kitu kingine chochote. Kimemrejesha kwenye secretariat ya halmashauri kuu ya taifa kwa nafasi ya katibu wa uchumi na fedha. Lakini na mimi nimeelezewa hapa na katibu Mbeto, hii yote hawa viongozi wote, maanake CCM kwanza haichagui kwa mtu kwa umri wake. Maanake mimi wamenichagua nilikuwa mdogo, lakini naibu katibu mkuu mwenzangu Agrey Mwambi yeye akiwa mzee kidogo. Lakini pia imewachagua vijana wengine wawili. Hii ni kuashiria kwamba unapofanya kazi vizuri, uweledi na kazi iliyotukuka kwa nchi yako au kwa chama chako, Chama cha Mapinduzi kitakuchukua ili uimarishe utendaji na ulete sifa katika chama chetu. Kwa kweli tukipongezeni chama chetu cha Mapinduzi. Ndugu zangu, wakati unatolewa uhuru kule Tanganyika mwaka 61, Mwalimu Nyerere hakuwa mzee, alikuwa na rika hili la kwetu sisi, lakini yeye ameshirikiana na viongozi wenzake kwa kipindi kile na wamechukua busara za wazee na watu wengine mpaka leo nchi yetu imefikia hapa. Lakini pia mzee Karume wakati anakabidhiwa hapa Zanzibar baada ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar mwaka 64 alikuwa na miaka 41. Kwa hiyo na yeye bado alikuwa katika umri huu wa ujana. Kwa hiyo ndugu zangu na viongozi wote na wanachama wa Chama cha Mapinduzi, mimi naomba sana, chama hichi kinataka kipiganiwe na watu wenye nguvu, lakini pia chama hichi kinataka kijengwe kwa hekima na busara na wazee na kina mama wetu. Kwa hiyo sisi tunawaomba sana, na sisi nikiwa kama naibu katibu mkuu, milango yangu itakuwa wazi muda wote. Wazee waje watushauri, tunapokosea waje watukosoe, wanapoona hili linaenda vibaya waje watushauri, lakini pia watuombee dua huko walipo. Lakini pia tunakaribisha katika ofisi hii ya afisi kuu ya CCM Zanzibar. Lakini pia najua tuna ofisi zetu za mikoa na wilaya. Mimi naomba nitangaze hapa, tutakuwa na makatibu wetu wa mikoa na wilaya ambao wanatusaidia kufanya kazi. Wanazo sekretarieti zao za mikoa katika mikoa yao. Mengi nitakuja kuzungumza kwao, lakini mkoa utotoa malalamiko mengi, ikiwa ya serikali, ikiwa ya Chama cha Mapinduzi. Watu wengi wakija hapa afisi kuu kulalamika, wakiacha mikoa na wilaya, maanake mikoa yetu itakuwa itusaidii, na lazima safu za uongozi za mikoa hiyo lazima tuzibadilishe. Sitaki niletewe malalamiko ya mtu, udhaifu wa mtu, wala kasoro za mtu. Tuletewe mambo ambayo yatatuwezesha sisi tukajenga chama chetu, tutakimarisha na kwa pamoja tutasonga mbele. Na mimi ahadi yangu kwamba nitawasikiliza, nitachukua ushauri wenu, tutauchakata, wa kupeleka kwenye vikao tutapeleka kwenye vikao, lakini na ule ambao wa utendaji ambao mimi nausimamia, nitashirikiana na wenzangu katika kuhakikisha kwamba tunausimamia ili chama chetu kiendelee kuwa bora. Ndugu wana CCM, nawashukuru sana kwa mapokezi haya makubwa ambayo mmenionyesha leo, kuanzia pale Jingana mpaka sehemu zote tulizopita, lakini pia na hapa afisi kuu ya CCM Zanzibar. Mimi sina cha kuwalipa isipokuwa malipo hapa ili tuendelee kukijenga, kukimarisha chama chetu. Asanteni sana. Kilimo cha Mapinduzi. Mapinduzi! Asanteni sana. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.